Ndugu mpenzi msikilizaji wa Ajira Update, mbele yetu ama kwenye kioo chetu hapo, ama kwenye skrini yetu zinapita picha za jeshi la magereza. Kama ufahamu, jezi za jeshi la magereza ndio hizo zinapita hapo. Naona watu wanatunukiwa vyeo hapo. Yes. Kuna swali ambalo ndugu yetu ama mwanafamilia ameomba ushauri. Hivyo nimeona nije niweke hapa hadharani wote tushauriane, maana sisi, mimi, wewe, wote ni kitu kimoja. Ninaomba tushauri kwa hekima na busara. Kuna oni ambalo ndugu yetu Charles, mwanafamilia kabisa, anahitaji ushauri wa jambo hapa. Nitaanza kumshauri mimi pia, na wewe utaona ni njia gani sahihi ya kumshauri. Yes, anaitwa Charles, anasema kwamba habari bro, habari, pole na kazi. Mimi niko poa kabisa Charles. Nashukuru Mungu kwa kuniweka hai mpaka dakika ya hivi sasa, na tunaendelea kusongesha gurudumu la maisha. Nataka unisaidie jambo. Mimi ni mtoto wa askari, japo mzee wangu ashafariki akiwa bado kazini. Mungu amrehemu mzee wetu. RIP mzee wetu. Sote ni njia moja, ipo siku tutamfuata. Siku ambayo haina jina, haina saa, haina tarehe. Ni siku yoyote ile tunamfuata mzee wetu. Yes, alikuwa na cheo cha inspekta wa magereza. Swali langu ni hili: sijapita JKT na umri wangu sasa hivi ni miaka 21. JKT kwa magereza sio muhimu sana. JKT kwa magereza sio muhimu sana, lakini ni muhimu sana kwa JWTZ. Hapo nitakuwa nimejibu hicho kipande. Alafu swala la miaka uko sawa. Miaka mara nyingi ni misho miaka 25 kwa elimu ya form 6, kitu kama hicho, na form 4. Yes. Hivi wakati wa kutuma maombi ya majeshi yote TZ kwenye barua ya maombi siwezi kuweka details za mzee wangu ili nipate kipaumbele zaidi? Yes, swali la Charles hapa anasema ya kwamba mzee wake alikuwa na cheo katika jeshi la magereza. Mzee wake alikuwa na cheo katika jeshi la magereza. Hivyo anaomba ushauri ya kwamba kuna namna ya kuambatanisha kitu ambacho kitamfanya yeye aweze kupata kipaumbele kuingia katika jeshi la magereza. Sasa ninakujibu Charles kama ifuatavyo. Iko hivi: kama jina lako liko sawa na muhusika ama na mzee wako vizuri kabisa, na mzee wako jina lake lilikuwa linajulikana, kwako ni rahisi kujenga ukaribu na watu wa magereza vizuri na kuongea nao kwa ukaribu zaidi. Kwa nini nakwambia hivyo? Sababu maombi ukituma huwa ni mengi sana, lakini unapokuwa unajulikana kwa watu mbalimbali kwamba ni mtoto wa inspekta fulani, hiyo inakuwa ni njia rahisi sana kwako. Niamini mimi kwamba mzee wako huenda aliacha njia. Mzee wako huenda aliacha baadhi ya watu wanatambua kwamba ana mtoto. Kwa maana hiyo, jitahidi sana kuwa karibu na wahusika zaidi ambao walikuwa ni marafiki wa mzee wako, ambao wamefanya kazi wote. Jaribu kukaa nao, kuongea nao, na sasa hivi umekuwa mtu mzima, kwa hiyo ni kuomba appointment kwamba bana, mzee wangu thamani, leo nahitaji kuongea na wewe. Unamfuata, unaongea naye, mzee wangu mimi ni fulani, mimi ni mtoto wa fulani, basi hivyo yani. Kwa hiyo itafanya ukaribu uongezeke, na pia itakuwa, by the way, itakuwa ni jambo jema sana. Itakuwa ni jambo jema sana. Kwangu mimi ushauri ndo huo, kwamba jitahidi kukaa karibu na wahusika ambao walikuwa karibu na mzee wako. Watakushauri ni nini cha kufanya na watakupa njia nzuri zaidi. Asante sana kwa kuichagua Ajira Update. Chao, wewe unamshauri nini Charles? Kutana kwenye comment section.